Mpenzi mtazamaji wa Kenya TV ambaye ni mheshimiwa katika mtandao wetu, na kusalimia hujambo. Natumai umzima, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa, lakini katika kanda hii kuna mengi ambayo tunaenda kuangazia ya kusaidia nchi na kuyaweka peupe yale ambayo ni fiche. Kulingana na ripoti zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari, Rais William Ruto ameweza kuanikwa ghafla na Wakenya wameachwa vinywa wazi. Na katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni kivipi ameandikwa, kisha baadaye sababu ni zipi, na tutakuwa tunachanganua kwa undani. Hiyo ndio kazi yetu tunafanya kama wachanganuzi wa masuala ya kisiasa na yale ambayo yanaendelea haswa katika mataifa mbalimbali humu ulimwenguni. Kabla nianze kuzama kwa undani, naomba unapoendelea kutazama hii kanda utukabidhi, utupe like katika kanda hii, na ukimaliza kutazama sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Lakini naomba kwa wale ambao ni wageni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Ukiona umeandikiwa subscribe inamaanisha hauja subscribe, lakini ukiona umeandikiwa subscribed, wewe usiguze kwa sababu tayari you are subscribed. Kwa wale ambao hamuja subscribe, na kusiki heshima kuweze kusubscribe, na kuna kengele kiko hapo kando, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Kenya TV. Karibu ili tuzidi kusonga mbele pamoja. Katika kanda hii tunaangazia nini? Rais William Ruto ameweza kuanikwa na kufumaniwa kwa kile ambacho kinaendelea katika uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Kuna mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kiharu aliyekuwa mwenyekiti katika bajeti katika bunge la kitaifa, Ndindi Nyoro, ameweza kusema ya kwamba Kenya tisho kubwa ni kulipa madeni. Na amesema kama taifa la Kenya, uongozi wote hatuko makini kamwe, na ameomba Rais William Ruto kuwa makini na kutumia busara wa hali ya juu anapoenda kugawa ushuru ambao unakusanywa katika bajeti ya mwaka 2025-2026. Sasa ameanikwa kivipi, ama serikali imeanikwa kivipi? Kuna madai kwamba Kenya sasa hivi iko na madeni trilioni, sio bilioni, sio milioni, trilioni 10.6, kumaanisha bilioni 600, sio milioni, bilioni 600 zaidi ya kiwango kile ambacho serikali inakubaliwa kukopa kisheria. Tumsikize Ndindi Nyoro, nikirudi nichanganue nimalize. The reality is that you retire a debt of 6.8% with a debt of 10.3%, and then you clap and you want the whole country to be closed for people to celebrate. When we inflate our denominator, we continue to show like the economy grew with the purpose of having our legroom of borrowing more. The problem is that you cannot teach figures for too long. One threat that we face as a country today, it is debt. And I don't think we are taking the seriousness of this matter the way it should. Umesikiza vile Ndindi Nyoro amezungumza, kumaanisha madeni pia yanaendelea kukopwa zaidi ya kiwango kile ambacho kinahitajika. Eti kwamba kuna kiongozi anaingia mamlakani, tuseme for example madeni yalikuwa maybe trilioni 6, unapoondoka yako trilioni 10. Hiyo ni hesabu gani? Na hivi majuzi tunafahamishwa kwamba serikali ya Kenya iliweza kuendea mkopo mwingine wa bilioni 156 hivi majuzi kutoka Benki ya Dunia ili kulipa deni la bilioni 72 la Eurobond iliyokopwa na serikali ya Kenya mwaka
14. Kwa hivyo iliendea 156 kulipa 72. So a difference of what? Let us calculate ili tujue pesa zile ambazo ziko juu ya zile ambazo zilikuwa zinahitajika kulipa wakati huo. 156 billion subtract 72. So a balance of bilioni 84 maybe ziliingia kufanya miradi mingine. Na kuna madai kwamba Ruto anapanga mwishoni wa mwezi huu wa 4 kuenda China kukopa deni lingine, but we have not confirmed. Ni ripoti ambazo zile ambazo tunaendelea kushuhudia zikiendelea kusambazwa hapa na pale, lakini anatarajiwa kuenda China. Now I want to put this into perspective. Tunaweza kujitoa kivipi katika madeni ambayo sasa Kenya imezidi kukopa, kwa sababu kufikia sasa tuko na bilioni 600 zaidi ya kiwango kile ambacho Kenya inastahili kukopa kisheria. Je, unaamini matamshi ya Ndindi Nyoro? Number 1, yes. Alikuwa mwenyekiti katika kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. Yeye alikuwa anaona kila kitu, kwa hivyo yale ambayo anayoyazungumza sasa hivi anaelewa ni kipi ambacho kinaendelea. Sasa yeye alikuwa miongoni mwa wandani wa serikali ama kwa Ruto, lakini baada ya kungatuliwa sasa ameingia upande huu mwingine kuzungumza yale ambayo anayaelewa, anayajua kama aliyekuwa mwenyekiti wa bajeti katika bunge la kitaifa. Na madeni, kuna jamaa ambaye anaitwa Traore ambaye sasa hivi ni rais wa taifa lile la Burkina Faso. Aliingia mamlakani na madeni yalikuwa, lakini sasa hivi tunapozungumza amemaliza kulipa madeni na uchumi katika taifa hilo unaendelea kunoga zaidi. Kuna kile ambacho aliweza kuweka katika mstari wa mbele na akaanza kufanya kazi. Tukiamua tuachane na madeni kuendea madeni mengine, ikiwa kuna maendeleo yanasukuma taifa kukopa yasimame kidogo, tushughulikie deni lile ambalo lipo, tungekuwa tunasonga mbali tena zaidi. Ikiwa bajeti ya mwaka tuseme ni trilioni 3, lakini Kenya haina uwezo wa kukusanya trilioni hizo kama tunakusanya, maybe for example according to the information we have from treasury, tunakusanya 2.5 trillion. Miradi ya maendeleo ipunguzwe, kwa sababu tunaelewa mishahara kwa mwaka inaenda almost 900 billion, so close to a trillion. Hizi zingine ambazo hupaki ziwe budgeted for. Tusiende zaidi kufanya maendeleo ambayo hatuna pesa za kufanya miradi hiyo ya maendeleo. Hiyo ndio njia moja itatusaidia kama taifa kujinazua kutoka mitego ya kuwa watumwa milele daima. I think kuna wakati Rais William Ruto alisema we are going to use all means to live within our own means. Kumaanisha alisema ya kwamba tunastahili kujitegemea sisi wenyewe, wala sio kuendea madeni kama taifa la Kenya. Tusikize wakati huu what he said. It is important for us as a nation to agree that we must live within our means. Umesikiza? And where we?
at the moment. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye, na ninaomba msamaha kwa sababu nilileta hii kanda kwa njia ya audio, sijafika kwa studio. Nikifika nitakuwa naonekana kwa picha. Asanteni sana, shukuru. Sambazia wengine kanda hii ili waweze kujua yale ambayo yanaendelea humu nchini. Asanteni sana, ladies and gentlemen.